Nimesimama hapa kwa kuelezea kisima ambacho kuwa kimetengenezwa kwa muundo wa kisasa. Mwanzo tulikuwa tunachota maji kwa mkono wa nazi, tunachota maji tunapiga. Leo hii tunachota maji tukifungua koti, huku tumeweka 4. Hii ni raha, sio raha? Leo hii unaweza kumtuma mtoto akaja bombani na bila kuchoka. Tunatoa shukurani kwa pamoja kwa kazi mlioifanya. Mmempunguzia mama shida ya ndoo kichwani kupata tabu. Asante sana viongozi wetu. Mradi huu tulivyokuta hapo awali, ilikuwa kuna foleni kubwa ya watu kutokana na bomba lililokuwepo lilikuwa ni la kupampu, na hiyo ilikuwa inachukua mtu mmoja kuhudumiwa kwa dakika 5 mpaka 10 kujaza ndoo ya lita 10. Kwa hiyo sasa hivi, ndugu mwenyekiti, baada ya kufika kuona ile, tukatafuta wadau hawa, tukazungumza nao, wakakubali kuja kuleta msaada huu wa kubadilisha mfumo wa kisima kutoka mfumo wa kizamani kuuleta kuwa mfumo wa kisasa, ambao sasa hivi imetiwa pampu yenye uwezo wa kujaza tanki la lita 3000 kwa dakika 25 mpaka 30, na baada ya hapo mtu anaweza kujaza ndoo ya lita 10 kwa sekunde 40 mpaka dakika 1. Tumeyazindua maji. Yale maji ni uhai, na Mwenyezi Mungu amesema kwenye Qur'an, waja'alna minal ma'i kulli shay'in hai, tumejalia kutokana na maji kila kitu kwa nini? Kuwa hai. Naombeni watu wa kata hii ya Chongoleani, eneo la Bagamoyo, ule mradi tuutunze. Sasa jamani, tuutunze ule mradi. Mheshimiwa diwani ametoa maelekezo na mimi namuunga mkono kwenye maelekezo hayo. Watu wachote maji kwa wakati waweze kupata huduma vizuri. Sasa jamani, ule mradi tuutunzeni. Kaeni kikao mapema, teua watu wazuri wakiwepo viongozi wa dini waweze kusimamia mradi huu vizuri. Mradi huu usiwe watu wamebeba mabega wanafikiria ni mradi wao. Mradi huu ni watu wote wa mtaa huu, wa kijiji hiki cha Bagamoyo. Huu mradi sio wa mtu binafsi, ndugu yangu mwenyekiti. Hawa ndio waseme wenyewe, tunamtaka huyu ndiye asimamie. Nikuombe mwenyekiti, ulisimamie hili, na ninajua wewe ni msikivu.